Rais wa Marekani Donald Trump atuma ujumbe Iran. Marekani imetuma ujumbe kwa Iran kupitia mjumbe maalum wa ujumbe huo kuliwasilishwa kwa Iran kwa mujibu wa shirika la habari la Marekani CBS News, ili nukuu afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran. Trump alitangaza jana kuwa alikuwa amefanya mazungumzo na Irani kwa muda wa siku 2 na kwamba mazungumzo hayo yanaendelea wiki hii. Baada ya kauli ya Trump, Irani ilikanusha kuwepo kwa mazungumzo yoyote na Marekani. Hata hivyo, baadaye Irani ilithibitisha kuwa ujumbe kutoka kwa Marekani uliwasilishwa kupitia nchi nyingine kama ilivyoripotiwa na CBS News. Tumepokea ujumbe kutoka Marekani, kwa sasa unafanyiwa tathmini, alisema afisa mmoja wa Irani, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Trump alisema katika taarifa yake ya jana kuwa alikuwa amefanya mazungumzo yenye tija na Irani na kuwasilisha hoja 15. Irani inataka amani, inaamini kuna uwezekano mkubwa wa kufikiwa kwa makubaliano, Trump aliwaambia waandishi wa habari. Marekani na Israeli hazina uhusiano wa moja kwa moja wa kidiplomasia. Badala yake zimekuwa zikiwasiliana kwa kufanya mazungumzo kupitia nchi nyingine. Marekani yasema mipango ya mazungumzo ya Irani bado ni tete. Ikulu ya White House siku ya Jumatatu ilionekana kukabili uvumi kuhusu uwezekano wa mazungumzo kati ya Marekani na Irani juu ya vita vinavyoendelea baada ya Rais Donald Trump kupendekeza pande hizo mbili zifanye maendeleo makubwa kuelekea makubaliano. Maoni ya Trump kuhusu mazungumzo yalisababisha ripoti kwamba makamu wa rais wa Marekani JD Vance anaweza kuiwakilisha serikali katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran nchini Pakistan. Lakini ikulu ya Marekani inasema hali ni mbaya na ikaonya kwamba hakuna mkutano rasmi kati ya viongozi wakuu kutoka Marekani na Irani iliyotangazwa. Hizi ni mijadala nyeti ya kidiplomasia na Marekani haitajadiliana kupitia vyombo vya habari. Caroline Leavitt, katibu wa habari wa ikulu ya White House, aliambia BBC katika taarifa, hili ni jambo tete na uvumi kuhusu mikutano haupaswi kuchukuliwa kama hatua ya mwisho hadi itakapotangazwa rasmi na ikulu ya White House. Watoto 208 wameuawa Irani kwa mashambulizi ya Marekani na Israel. Mkuu wa huduma za dharura anasema idadi ya watoto waliouawa nchini Irani tangu vita kuanza Februari 28 imeongezeka hadi 208 katika taarifa ya video iliyochapishwa na mtangazaji wa kituo kinachomilikiwa na serikali cha IRIB, Jafari Midfa. Alisema kwamba kati ya watoto 208 waliouawa, sababu ya 168 kufariki dunia kati ya hao ilikuwa ni mashambulizi la kombora la Marekani kwenye shule ya wasichana katika mji wa Minab mwanzoni mwa vita. Midfa aliongeza kuwa watoto 13 waliouawa walikuwa na umri wa miaka 5 na mdogo alikuwa wa siku 3. Zaidi ya raia 1500 wameuawa kote nchini hadi sasa kulingana na serikali ya Iran. Video zilizothibitishwa na picha za satellite zilionyesha uharibifu mkubwa karibu na shule ya msingi ya Shajar Tayyiber huko Minab na eneo karibu na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran.